Mara mwisho tulimuona Tajiri Chui alikuwa amejirekodi kwenye clip ya video na akisema ya kwamba anaelekea Kenya kwa ajili ya kwenda kuangalia utaratibu wa ile kanisa ambalo lisemekana ya kwamba limefungiwa la Freemason. Najua Kenya wanajua uchungu wa mtoto. Mtoto anauma, vibaya. Lakini sasa Kenya kama kuna kitu alikifanya kwa mwanangu, upesi naomba sana aweze kumwachia mwanangu. Lakini kama mwanangu hatopatikana, kwa kweli Wakenya wataniona mbaya. Na siku ya 3 sijakula chakula, niliposikia juu ya mwanangu patikani, wataniona kama mimi ndo mama yake Chui au sio mama yake Chui. Nasikia uchungu sana juu. Nasikia uchungu juu ya mwanangu. Pole. Wakenya zamani sana mbele mwanangu. Naomba mwachie mwanangu, kama kuna kitu kibaya amefanyia, naomba mwachie upesi kabla sijafunga safari ya kutoka. Na mtazamaji, tupo na mama mzazi wa Tajiri Chui ambaye kwa siku ya leo baada ya kusikia taarifa ya kwamba Chui hayupo Tanzania, alienda Kenya kwa ajili ya mambo yake mengine, lakini baada ya hapo hakuonekana tena na hafahamiki kule aliko. Tutamsikia mama kile ambacho atakizungumza, lakini pia atatuambia nini ambacho anategemea kuweza kukifanya baada ya kutokumuona mwanae. Mama, habari yako? Habari yako nzuri na sio nzuri, mbaya. Ilikuwaje mpaka Chui atumuoni tena ama tumsikii? Mwanangu baada ya wiki iliyoisha hiyo alinipigia simu. Mama, niambia na mwanangu, mimi nasafiri kidogo, naenda wapi mwanangu? Naenda Kenya kikazi. Nikamwambia mwanangu mpaka Kenya? Akanambia mama ngoja mimi niende. Nikamwambia sawa mwanangu, Mungu akutangulie. Nikamwambia sawa. Sasa baada ya wiki ile hapa lilioanza ili baada leo Ijumaa, juzi napigiwa simu kusema kwamba mtoto alienda katika jengo moja la kule Kenya kule. Kwa sijui imetokea mtafaruku gani sielewi mpaka dakika. Baada kodi. Baada ya kodi akafungiwa. Sasa na mwanangu naye alikuwa katika hilo jengo nasikia. Sasa toka siku hiyo niliposikia yuko ndani mpaka dakika hii hapa mwanangu sijamuona. Nimetia uchungu mwanangu kutokuona. Umejaribu kumtafuta labda kwa njia ya simu? Yaani nimemtafuta kwenye njia ya simu naita tu lakini hapokei. Na uchungu sana na Wakenya. Mwanangu sielewa amechokifanya nini. Na mara ya mwisho kuwasiliana naye ilikuwa ni lini? Mara ya mwisho kuwasiliana naye baada ya safari ananiambia anaenda Kenya. Lakini toka alipoenda Kenya sijasema naye tena mpaka hivi ninavyokuambia. Hapa alipo na uchungu sana na mwanangu. Naumia. Najua Kenya wanajua uchungu wa mtoto. Mtoto anauma vibaya. Lakini sasa Wakenya kama kuna kitu alikifanya kwa mwanangu, upesi naomba sana aweze kumwachia mwanangu. Niweze kumpata mwanangu. Lakini kama mwanangu hatopatikana, kwa kweli Wakenya wataniona mbaya. Yaani wataniona mbaya sana. Unahisi kuna chochote labda pengine kibaya kitakuwa kimemtokea na ndio maana hapatikani, hata pia kwenye simu kujaribu kumpigia? Maana simu inaita, hapokei. Inawezekana kuna kitu kibaya kilichofanywa huko. Tuko kwenye sitafahamu mpaka dakika hii hapa. Na siku ya 3 sijakula chakula, niliposikia juu ya mwanangu patikani, kwa simu inaita tu ila haipokelewi. Afadhali tangepokea simu tu nisikie sauti yake mwanangu. Ananiuma mtoto. Sasa Wakenya kama kuna kitu alichokifanya juu ya mwanangu, kwa kweli leo nitakapotoka hapa nitaenda kuta familia yangu, nitakaa kikao na familia yangu juu ya mwanangu. Naomba Wakenya kama mwanangu kuna kitu kibaya alichokifanya, nitakapokaa kikao na watoto wangu juu ya mtoto wangu, tutafunga safari hapa na familia yangu, tutakwenda hadi Kenya. Nadhani Wakenya wataniona kama mimi ndo mama yake Chui au sio mama yake Chui. Watajua kama mimi Tanzania. Hata najiuliza labda pengine kutakuwa kuna kibaya chochote ambacho Chui aliwafanyia Wakenya na ndio maana haonekani. Sio kweli, mwanangu hajafanyia kitu chochote kibaya, kwa sababu safari nyingi sana mwanangu anaenda kila sehemu mwanangu. Yaani kila mpaka wakota makopo mwanangu anampenda. Yaani wanampenda vibaya mimi. Nasikia uchungu sana juu. Nasikia uchungu juu mwanangu. Pole. Naumia mwanangu. Wakenya zamani sana mbele mwanangu. Naomba mwachie mwanangu, kama kuna kitu kibaya amefanyia, naomba mwachie upesi kabla sijafunga safari ya kutoka.
Yaani hapa mpaka hapa ninashindwa hata kuongea, hata niseme. Maana nasikia uchungu sana. Ya mwanangu chungu na nini. Yaani hapa sijakula siku ya 3. Nakujenga. Siku ya 3 sijatia hata maji. Nafunga juu ya mwanangu ili nimpate mtoto wangu. Mara mwisho tulimuona Tajiri Chui alikuwa amejirekodi kwenye clip ya video na akisema ya kwamba anaelekea Kenya kwa ajili ya kwenda kuangalia utaratibu wa lile kanisa ambalo lisemekana ya kwamba limefungiwa la Freemason kutokana na kwamba alikuwa anadaiwa kodi, lakini mpaka leo hatujamuona. Tuko na mama hapa, kazungumza ya kwake moyoni juu ya kile ambacho kinaendelea na alichopanga kuweza kukifanya kwa sasa. Baada ya kukaa kikao cha familia, tuyatarajie yapi? Ya kutarajia hapa ndio kumpata mwanangu. Mtoto anauma. Kabla ya kufunga safari ya kwenda Kenya inabidi Chui apatikane, ndio jinsi ambavyo mama anazungumza. Rai yako kwa Watanzania pamoja na Wakenya kwa ujumla kwenye hili? Watanzania wenzangu na watu waomba tusaidiane kutafuta mwanangu. Asante mama, na tutakie pia mafanikio mema kwenye hili. Na wewe